itakuwa ni hasara kubwa kwa miaka utakayoishi juu ya mgongo wa ardhi, uyafanye ya kuyafanya, lakini ukifika mbele ya mahakama, ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu, hii aya iwe inakuhusu. Mwenyezi Mungu anasema, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Matendo yote ambayo kwamba waliyafanya juu ya mgongo wa ardhi kwa miaka na vikaka, miaka 20, miaka 30, miaka 40, ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu unatarajia ulipwe kwa yale uliyofanya. Mwenyezi Mungu ameyafanya yale matendo yako yamekuwa haba'an manthura, ni hasara kubwa. Mbele umeambulia patupu, nyuma ushatoka, hakuna tena kurudi reverse, huwezi tena kurudi duniani. Dunia ndio ushaiwacha. Ili amali yangu na yako Mwenyezi Mungu aitakabalie, ni lazima hiyo amali iwe imetekeleza ama imetimiza masharti mawili, wala hakuna njia ya mkato, wala hakuna shortcut katika hili. Kwa sababu hii dini si yangu wala si yako. Hii dini ina mwenyewe, na yule aloweka principles katika hii dini ni mwenye hii dini, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, wengi wetu tunafanya ya kuyafanya, lakini wanaotakabaliwa na Mwenyezi Mungu ni watu wachache. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Ukishatekeleza haya masharti ya amali kutakabaliwa, basi sindikiza na sababu ya kupelekea ibada yako itakabaliwe. Ushakamilisha haya mawili, basi bakia nyuma wewe ni mnyonge, unamlilia Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa nimetekeleza masharti hayo, ya Rabbi na kuomba nitakabalie. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika jumla ya nyiradi, jumla ya adhkari alizokuwa akizileta kila siku baada ya swala alfajiri, alikuwa akimweleza Mwenyezi Mungu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa huwa rasulullah. Mtume anamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi na kuomba hii siku yangu ya leo, huu mchana wangu wa leo, yote nitakayofanya na kuomba Mwenyezi Mungu nitakabalie. Na anatueleza mmoja katika wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anajulikana kama Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, anasema, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. سيدنا علي anasema, katika haya mawili, kufanya amali, kufanya ibada na kutaka itakabaliwe, basi tieni umuhimu sana wa hili la kutakabaliwa, kwa sababu wafanyaji ni wengi lakini wanaotakabaliwa ni wachache. Kisha akaisoma aya Mwenyezi Mungu akasema, hamjasikia maneno ya Mwenyezi Mungu yasemayo, ama kwa hakika Mwenyezi Mungu anawatakabalia wachaji Mungu. Na ikiwa kuna wale wanaotakabaliwa, bimaana kuna wale ambao kwamba matendo yao inakataliwa.